Tena kwa sio nichumie. Siongee Kimakonde hapa, nichumie. Nichumie. Wewe umesema Kimakonde? Sio ulikuwa na chat? Afu tuheshimiane, unajua ameletea shida. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida zangu uwezo kuniambia mimi natazama mademu kwenye. Na ilikuwa ni kweli? Sio kweli. Comrade bwana. Sio kweli. Eti katuamlio. Huyu mtu mjinga kabisa. Ndio kusaidia Nyoka. Umri unaenda huo baba. Wapi unaenda? Unaenda wapi? Una wewe? Mpunga unainama huo. Bado. Nyoka mjinga. Shida ngapi sasa hivi rafiki yangu? Shida ngapi? Sasa nataka tushindane baba yako mzee vile afa wewe kijana hivyo baba. Alichelewa? Alichelewa. Mimi shaka nipo kwenye shida ngapi ujue sasa hivi? Shida ngapi wapi? 28. Kweli? Basi huo unaniamkia tukikutana. Sawa. Sawa. Na leo hapa nipo kwa sababu moja kuu ya kutazama na kuangalia kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa sana juu ya msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ally, ambapo inasemekana mwisho wa msimu huu anatafuta msemaji mwingine pale Simba Sports Club. Sababu ni nini ama kisa ni nini bado hatujajua. Inavyosemekana ni kwamba klabu ya Simba Sports Club kuelekea mwisho wa msimu huu inatafuta msemaji mwingine ambaye anaweza akachukua nafasi ya Ahmed Ally, ambaye tunaweza kusema kwamba hakuwa na bahati na kuchukua kombe la NBC Premier League, japokuwa alikuwa na bahati ya katika nafasi yake ya usemaji ya kuweza kuwa ama kufika katika hatua ya fainali katika kombe la shirikisho, yes, au klabu bingwa ile. Tutawekana sawa kwa uzuri kabisa. Hii ni habari ambayo kwa hakika kabisa imeshangaza watu wengi sana na inaibua mitandao katika mitandao ya kijamii, imeibua hisia za watu wengi sana kutokana na hili swala ambalo limezungumzwa. Moja kwa moja nikupitisha kwa hili bana, Simba wanatarajia kufanya marekebisho makubwa kwenye kitengo cha habari katika mwisho wa msimu huu, na moja ya sehemu ambayo Simba inatazamia ni eneo la msemaji. Simba wapo sokoni kumtafuta msemaji wa habari, na hii ni kwa mujibu wa Hans Raphael alikuwa akieleza katika mtandao wake wa Instagram. Ukipita kule alikuwa ameweka hivyo wazi, lakini kitu cha ajabu sana ni kwenye comment. Nilipopita kwenye comment nimeona vitu vya ajabu sana. Nimeona watu wengi wakiwa na hoji inakuwaje Ahmed Ally itakuwaje ile combination dhidi ya msemaji wa Young Africa Al Shaban Kamwe. Si ndio iko hivyo? Wamesema ilikuwa ni chemistry nzuri sana imetengenezwa kimpira nje ya uwanja pamoja pia na ndani ya uwanja. Kwa hiyo imeibua maswali mengi sana, na moja kwa moja ningependa nikupitishe toka msemaji wa Simba Sports Club ameingia katika nafasi ya umeneja wa habari, amekuwa na mafanikio gani ama amefanikiwa kupata kitu gani? Bana, Ahmed Ally alitangazwa rasmi kujiunga na Simba Sports Club kama mkuu wa idara ya habari na mawasiliano baada ya meneja wa habari wa mawasiliano ambaye ilikuwa ni Haji Manara. Ilikuwa ni tarehe 3 Januari 2022 ndipo rasmi aliingia msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ally. 2022 akachukua nafasi ya Haji Sunday Manara ambaye alikuwa na mafanikio makubwa sana pale Simba Sports Club, na hivi siku za karibuni Mheshimiwa Paul Makonda amemchagua kuwa msemaji wa timu ya taifa. Iko vizuri kabisa, na tangu aingie mwaka 2022 Simba imechukua mataji kadhaa ndani ikiwemo ya Mapinduzi Cup 2022, lakini pia Tanzania Community Shield 2023, lakini pia Simba ilifanikiwa kufika fainali ya shirikisho mnamo mwaka 2025. Huu ni mwaka jana. Sasa lakini kiujumla katika ligi kuu Tanzania bara Simba Sports Club haijawahi kuchukua ubingwa toka Ahmed Ally aingie katika kitengo cha habari kutokea mwaka 2022 mpaka leo tunapozungumza ni 2026. Kutoka 2022, 23, 24, 25, 26 ni mtoto ambaye ameanza form 1 mpaka anamaliza form 4. Simba Sports Club haijawahi kuchukua ubingwa ndani ya ligi yetu. Je, shida ni nini? Na ikitokea kwamba ikawa kama hivyo ambavyo wanavyozungumza, ni nini ambacho kinaweza kikawa kimetokea? Itavunja ile chemistry ambayo ilizoeleka, kuona the way ambavyo walikuwa wana join kwa pamoja wakifanya ama wakiunganika, inaonekana kama comedy. Wakiungana, ukimchukua Ahmed Ally, ukimchukua Ally Kamwe, jinsi ambavyo walikuwa wanafanya, unaweza kuona kwamba walikuwa na chemistry nzuri sana. Na hii hata wanayanga pia wenyewe hawataweza kuifurahia, kwa sababu tulizoea utani wa Simba na Yanga kikaa sehemu moja
walikuwa wanatengeneza chemistry nzuri. Sasa hii ni habari mbaya sana, na wala hatuwezi kutarajia kuona hili linatokea pale Simba Sports Club. Amefanya kosa gani bado tujajua, lakini hizi bado ni tetesi za usajili. Hii ni Muhenga Media, tutakwenda kutazama historia yao, jinsi walivyokuwa, combination zao, Ahmed Ally pamoja na Shaban Ali Kamwe, ndio ambavyo walikuwa wakifanya kwa pamoja. Hii ni Muhenga Media, let's go tutazame hili. Sio nichumie, siongee Kimakonde hapa, nichumie. Nichumie. Wewe umesema Kimakonde? Sio ulikuwa na chat? Afu tuheshimiane, unajua ameniletea shida. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida wapi? Tuheshimiane. Shida zangu, uwezo kuniambia mimi natazama mademu kwenye. Na ilikuwa ni kweli? Sio kweli. Comrade bwana. Sio kweli. Eti katoa mlio. Huyu mtu mjinga kabisa. Haenda kusaidia wewe. Nyoka, umri unaenda huo baba. Wapi unaenda? Unaenda wapi? Una wewe, mpunga unainama huo. Bado. Nyoka mjinga. Shida ngapi sasa hivi rafiki yangu? Shida ngapi? Sasa nataka tushindane baba yako mzee vile afu ameona kijana hivyo. Sasa nichelewa? Alichelewa. Mimi shaka nipo kwenye shida ngapi ujue sasa hivi? Shida ngapi wapi? 28. Kweli? Basi huo unaniamkia tukikutana. Sawa. Sawa.